Kutoka nchini Misri, Cairo, ni mchezo wa marudiano. Haya ni maandalizi kuelekea siku ya kesho majira ya saa 11 kamili za jioni, ni kati ya Al Ahly dhidi ya wana lunyasi wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezo huo utaenda kuamuru nani ambaye atakayeweza kupata nafasi ya kusonga mbele katika hatua nyingine ya inayofuata. Ni mchezo kati ya Al Ahly na Simba. Mchezo wa awali Simba waliweza kutoa sare ya goli 2-2 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa pale Tanzania. Na hapa ni Cairo nchini Misri, na kama unavyotazama hiko ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wanafanya mazoezi kuelekea siku ya kesho kwenye mchezo wa marudiano kati ya wenyeji Al Ahly na Simba, ambao huo mchezo utaenda kupigwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Na kama unavyotazama, baadhi ya wachezaji wote wa Simba wameweza kufika nchini Misri na Cairo kwenda kuitupa karata yao ya pili katika uwanja wa kimataifa, uwanja wa taifa nchini Misri. Huu mchezo utakuwa ni wa aina gani kwa timu zote, pande zote mbili? Tusubiri na tungoje tuone nani ambaye atakayezichanga karata zake vizuri na mwisho wa siku kuweza kupata matokeo. Kwa upande wa Simba, baadhi ya wachezaji wote kwenye kikosi hiko cha Simba wameweza kufika nchini Misri na wapo tayari kabisa kwenda kuitupa karata yao ya pili katika uwanja wa taifa nchini hapa Misri. Namuona Inonga Banka wakiwepo pamoja na kina Shomari Kapombe, Kibu Dennis, Prosper Mkandaji na kina Mohamed Hussein Shabarara, na waona hapa wote hao wako tayari kabisa kwenda kuitupa karatao na kwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania, ambao kesho ndio siku maalum kwenda kucheza mchezo wa marudiano kati ya wenyeji wekundu wa Msimbazi Simba, na wote wako tayari kabisa kwenda kutupa karata yao ya pili kuelekea katika mchezo huo. Kocha Robertinho hii leo ameweza kuzungumza na waandishi wa habari kutoka hapa nchini Misri, na amesema kwamba wamejiandaa vizuri na wapo tayari kabisa kuelekea katika mchezo huo, na amesema kwamba kutakuwa na maboresho kwenye kikosi hiko, kwa maana kwamba kutakuwa baadhi ya sehemu anaenda kuzifanyia maboresho kwa namna moja ama nyingine. Na amesema kwamba kuna baadhi ya sehemu wachezaji, kutokana na wale wachezaji ambao walioanza kwenye mchezo wa kwanza na mchezo huu, wataenda kufanya marekebisho ama maboresho katika kikosi hiko. Wachezaji ambao walioanza katika mchezo wa kwanza kule Tanzania, uwanja Benjamin William Mkapa, hapa wataenda kufanya maboresho na kuingiza wachezaji wapya kuelekea mchezo wa kesho. Na amesema kwamba hatuna kitu cha kupoteza, kwa sababu mchezo wa kwanza tumetoa sare ya goli 2-2, kwa maana kwamba hata kama tukitoa suruhu ya bila 1-1, sisi tutakuwa tumeondolewa katika mashindano hayo. Cha msingi ni mimi na kuja kufunguka na mwisho wa siku niweze kupata matokeo katika ardhi yao ya hapa nchini kwao Misri. Ametoa historia kidogo kama Simba ilishawahi kuitoa Zamalek na ikiwa ni ugenini, lakini mwisho wa siku Simba wao wakafika hatua inayofuata, lakini mwisho wa siku wao Simba wakasonga mbele. Kwa minajili hiyo, kocha Robertinho amesema kwamba wao wako tayari kabisa kwenda kuitupa karata yao, na wachezaji wote wakiwa wako timamu kuelekea katika mchezo huo. Na kama unavyotazama hapo, hao ni wachezaji wa Simba, huku wakiwa wanafanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa kesho kwenda kuwakabili Al Ahly, mchezo wa mkondo wa pili. Mkondo wa kwanza ulitoka sare ya
ya goli 2-2. Magoli ya Kibu Denis, Prosper, Sadio Kanuti, Putin, yote magoli hayo yaliweza kuifikisha Simba na kutoa sare ya goli 2-2. Namuona kocha Robertinho Oliveira yupo makini kweli kweli kusimamia mazoezi haya, na anazungumza na baadhi ya wachezaji na kuwaeka sawa, na kwa maana kwamba kujiamini, kuamini kile ambacho watakachohitaji kwenda kukifanya katika uwanja wa ugenini. Namuona Kibu Denis yuko sambamba kabisa na Giants Otis Baleke, wanazungumza maneno mawili matatu. Na hawa mchezo wa kwanza pale Tanzania, Baleke alikuwa bench na namba 9 alisimama Kibu Denis Prosper, kwa maana kwamba kiungo alitoka akaenda mpaka nafasi ya ushambuliaji, kwa maana kwamba alikuwa ni mshambuliaji forward. Kwa minajili hiyo, kwa hiyo Simba wao hawana cha kupoteza kutokana na matokeo ya pale awali walioweza kuyamaliza goli 2-2 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo tusubiri na kile ambacho kitakachotokea siku ya kesho. Ni mchezo wa marudiano. Mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare, lakini kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo hiyo ya Simba Onana naye pia amesema kwamba wapo tayari, na yeye yupo tayari kabisa kwenda kuitupa karata yake na kwenda kuonesha kiwango chake ambacho alicho nacho, na amesema kwamba katika kipindi hiki cha karibuni kimeonekana kama kiwango chake kimeshuka, na hakutoa sababu ambazo zitakazofanya kiwango chake kushuka, lakini amesema kwamba nipo tayari na kwenda kurudisha matumaini kwa mashabiki wa Simba na wale ambao waliokuwa wamevunjika moyo na kiwango changu ambacho kilichoonekana siku mbili hizi ambazo yeye alipata na tusubiri kile ambacho kitakachotokea na kuelekea katika mchezo huu. Mimi naitwa Mpekuzi.com, nipo nchini Misri, weza kupata nafasi ya kusonga mbele katika hatua nyingine ya inayofuata. Ni mchezo kati ya Al Ahly na Simba. Mchezo wa awali Simba waliweza kutoa sare ya goli 2-2 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa pale Tanzania. Na hapa ni Cairo nchini Misri, na kama unavyotazama hiko ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wanafanya mazoezi kuelekea siku ya kesho kwenye mchezo wa marudiano kati ya wenyeji Al Ahly na Simba, ambao huo mchezo utaenda kupigwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Na kama unavyotazama baadhi ya wachezaji wote wa Simba wameweza kufika nchini Misri na Cairo kuja kwenda kuitupa karata yao ya pili katika uwanja wa kimataifa, uwanja wa taifa nchini Misri. Huu mchezo utakuwa ni wa aina gani kwa timu pande zote mbili? Tusubiri na tungoje tuone nani ambaye atakayezichanga karata zake vizuri na mwisho wa siku kuweza kupata matokeo. Kwa upande wa Simba, baadhi ya wachezaji wote kwenye kikosi hiko cha Simba wameweza kufika nchini Misri na wapo tayari kabisa kwenda kuitupa karata yao ya pili katika uwanja wa taifa nchini hapa Misri. Namuona Inonga Banka wakiwepo pamoja na kina Shomari Kapombe, Kibu Denis, Prosper Mkandaji na kina Mohamed Hussein Shabarara, na waona hapa wote hao wako tayari kabisa kwenda kuitupa karatao na kwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania, ambao kesho ndio siku maalum kwenda kucheza mchezo wa marudiano kati ya wenyeji wekundu wa Msimbazi Simba, na wote wako tayari kabisa kwenda kutupa karata yao ya pili kuelekea katika mchezo huo. Kocha Robertinho hii leo ameweza kuzungumza na waandishi wa habari kutoka hapa nchini Misri, na amesema kwamba wamejiandaa vizuri na wapo tayari kabisa kuelekea katika mchezo huo, na amesema kwamba kutakuwa na maboresho kwenye kikosi hiko, kwa maana kwamba kutakuwa
baadhi ya sehemu anaenda kuzifanyia maboresho kwa namna moja ama nyingine, na amesema kwamba kuna baadhi ya sehemu wachezaji, kutokana na wale wachezaji ambao walioanza kwenye mchezo wa kwanza na mchezo huu, wataenda kufanya marekebisho ama maboresho katika kikosi hiko. Wachezaji ambao walioanza katika mchezo wa kwanza kule Tanzania, uwanja Benjamin William Mkapa, hapa wataenda kufanya maboresho na kuingiza wachezaji wapya kuelekea mchezo wa kesho. Na amesema kwamba hatuna kitu cha kupoteza, kwa sababu mchezo wa kwanza tumetoa sare ya goli 2-2, kwa maana kwamba hata kama tukitoa suruhu ya bila 1-1, sisi tutakuwa tumeondolewa katika mashindano hayo. Cha msingi ni mimi na kuja kufunguka na mwisho wa siku niweze kupata matokeo katika ardhi yao ya hapa nchini kwao Misri. Ametoa historia kidogo kama Simba ilishawahi kuitoa Zamalek na ikiwa ni ugenini, lakini mwisho wa siku Simba wao wakafika hatua inayofuata, lakini mwisho wa siku wao Simba wakasonga mbele. Kwa minajili hiyo, kocha Robertinho amesema kwamba wao wako tayari kabisa kwenda kuitupa karata yao, na wachezaji wote wakiwa wako timamu kuelekea katika mchezo huo. Na kama unavyotazama hapo, hao ni wachezaji wa Simba, huku wakiwa wanafanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa kesho kwenda kuwakabili Al Ahly, mchezo wa mkondo wa pili. Mkondo wa kwanza ulitoka sare ya goli 2-2, magoli ya Kibu Denis, Prosper, Sadio Kanuti, Putin, yote magoli hayo yaliweza kuifikisha Simba na kutoa sare ya goli 2-2. Na muona kocha Robertinho Oliveira yupo makini kweli kweli kusimamia mazoezi haya, na anazungumza na baadhi ya wachezaji na kuwaeka sawa, na kwa maana kwamba kujiamini, kuamini kile ambacho watakachohitaji kwenda kukifanya katika uwanja wa ugenini. Na muona Kibu Denis yuko sambamba kabisa na Giants Otis Baleke, wanazungumza maneno mawili matatu. Na hawa mchezo wa kwanza pale Tanzania, Baleke alikuwa bench na namba 9 alisimama Kibu Denis Prosper, kwa maana kwamba kiungo alitoka akaenda mpaka nafasi ya ushambuliaji, kwa maana kwamba alikuwa ni mshambuliaji forward. Kwa minajili hiyo, kwa hiyo Simba